napo lipopanua mbele ya watu wako, neno hili liwe uzima katika maisha yao. Asante Bwana kwa kuwa waenda kutenda mema. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Huu ni ufunuo wa Yohana. Na Yohana alikuwa mwanafunzi wake Yesu Kristo. Historia inasema ama inanukuu ni mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda sana. Maana alikuwa mchanga kwa wanafunzi wote wa Yesu Kristo. Na akiwa katika kisiwa cha Patmo alipopata ufunuo huu, alikuwa ametupwa pale na uongozi wa Kirumi wakati huo uliokuwa unatesa makanisa. Alikuwa ametupwa huko akaangamie, maana uongozi huo haukutaka watu wanaoeneza Injili. Na katika mateso yale pale kisiwani aliweza kupokea ufunuo kutoka kwake Yesu Kristo. Na ndio maana kitabu chaitwa Ufunuo wa Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika mambo matatu ufunuo aliyopata, alikuwa anaandikia makanisa yaliyokuwepo katika eneo la Asia Minor. Na nimechukua tu kanisa moja pale ambalo linaitwa Sardi, na ya hali ya lile kanisa lilikuwa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Anaposema roho saba na nyota saba, anazungumzia ukamilifu na kukamilika kwa Mungu. Na barua hizo zote saba alizoandikia makanisa, Roho wa Mungu ameonekana katika hizo kanisa zote saba. Ndio maana tunazungumzia kitu kinachoitwa kwa Kiingereza sevenfold. Bwana asifiwe. Sasa katika kanisa la Sardi, ufunuo uliotokea kwa kanisa lile ni kwamba kanisa lilikuwa katika ukingo wa kuangamia. Walikuwa na jina la kuwa hai, lakini kwa ukweli walikuwa wamekufa. Machoni pa watu walionekana ni watu ambao Roho wa Bwana yumo ndani yao, lakini ukweli kwa vipimo vya Roho Mtakatifu they were nowhere, walikuwa wamekufa. Na mpendo wa fadhali, mfu mwenye amekufa amejulikana amekufa kuliko mtu mwenye anatembea na